tunao taasisi ya Abu Jadawi Islamic Center. Sheikh Alan Ndaki, tafadhali salimia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ni maarufu sana, lakini kwa level ya mkoa tunaye mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Mwanza, baba yangu Mzee Moshi Juma Shabani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ndio mwenyekiti wa BAKWATA, mimi nikifanya kazi chini yake kupata miongozo na maelekezo, lakini ndio msimamizi. Lakini pia tunaye shehe wetu wilaya mwenyeji Sheikh Ramadhani Usmani Ndaki, ambaye yeye atasimama atatoa shukrani kwenye hadhara hii kwa sababu yeye pia ni mwenyeji. Tunaye katibu wa mkoa wa wilaya mwenyeji ya Nyamagana Hussein Mikdadi Bawili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi pale kwenye makatibu hatuhimizi sana kuvaa kanzu na mavazi haya yameleta shubha katika baadhi ya maeneo. Katibu anavaa kanzu, anaanza kutoa fatwa, shehe wanagombana anataka kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo imekuwa kama ni maulidi, tumeona tuvae hivyo, ndio sio haya. Lakini kwa nafasi ya pekee nitambue uwepo wa mashehe wa kata. Ni msahau Mzee Musa Mkumi, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nyamagana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa nafasi ya pekee nitambue uwepo wa mwenyekiti wa BAKWATA wilaya ya Uvinza Alhaji Hussein kutoka Kigoma, anafanya kazi maalum. Lakini pia tuna mgeni wetu kutoka mkoa wa Kagera wilaya ya Muleba, anaitwa Sheikh Yahya, ndani naye pia atakuwa na kazi maalum mahala, lakini tunatambua uwepo wake. Na baada ya hao nitambue uwepo wa mashehe wa kata. Sasa hawa nitawaomba watasimama kwa pamoja, alafu hii tutengenezee fiti na mimi nitachagua mmoja atoe salamu kwa niaba yao. Mashehe wa kata msimame. Sasa mimi nampa baba wangu kutoka Sengerema. Huyo akipiga kihindi hapa utakimbia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Hawa ni viongozi wa baraza waliohudhuria katika maudhui haya. Lakini kwa nafasi ya pekee nitambue uwepo wa maharifa. Naomba nao pia kwa mmoja wao wasimame, hapo nitachagua mmoja wa kutoa salamu. Maharifa. Huyo karibu wao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nitambue uwepo wa afisa elimu ya sekula mkoa wa Mwanza Ustadhi Abdi Musa. Nafasi hii nitambue uwepo wa mhasibu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza. Jumuiya zilizopo ni mbili, kuna JUWAKITA na JUVIKIBA. JUWAKITA ni jumuiya ya kina mama wa Kiislamu na JUVIKIBA ni jumuiya ya vijana wa Kiislamu. Tutegemea ni ngazi gani, mkoa, wilaya, kata, msikiti. Lakini kwa ngazi ya mkoa nimeona katibu wa JUVIKIBA mkoa wa Mwanza Ustadhi Msabila, toa salamu hapo ulipo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natambua uwepo wa viongozi wa JUWAKITA kuanzia mkoa mpaka wilaya wa kina mama. Lakini natambua uwepo wa madrasa zote zilizoalikwa pamoja na walimu wao na viongozi wa ngazi mbalimbali. Nimebakiza mjumbe mmoja, atakuwa wa mwisho kwa umuhimu wake. Naomba nitumie fursa hii kusema machache.
Mimi naitwa Ramadhani Haruna Chanila, wasionifahamu ndio katibu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa sasa. Baada ya sasa siwezi kujua. Niseme wale wa ngazi yangu ya utendaji, wakati mwingine tumekuwa hatusaidii kuwashauri mashehe zetu. Tunadhani kama sisi sio sehemu ya jukumu la kusaidia dini. Tunakosea sana. Wao na sisi tunafanya kazi kwenye ofisi moja. Ni kweli hatufuti maslaha, lakini ndio tunaosimamia shughuli zote za utendaji za BAKWATA kuanzia chini. Hata hizo safari zao sisi ndio tunaoratibu. Sasa tukifanya kazi kwa kutengana, kuna wakati mambo yatakuwa hayakwendi. Lakini na sisi makatibu kama watendaji tusione kama hatufanyi dini. Kwenye hiyo ngazi ya ukatibu ni dini, tunaongoza Waislamu, hatuongozi masoko. Utendaji wetu, uandishi wetu, tunachokiandika ile kalamu yetu tutakwenda kuhukumiwa. Na mwisho, kuna shida katika baadhi ya misikiti. Inapotokea kwenye msikiti kiongozi amesimamishwa kwa namna yoyote ile na mamlaka ya juu, naomba sana waumini, niwaombe sana waumini wetu, wakati mwingine magomvi haya sio ya dini. Msikubali kubebwa. Mnahamasishwa na kuingia kwenye hamasa isiyo sahihi. Maadamu mamlaka ya juu ishafanya maamuzi, acheni wafikishe jambo mwisho. Tusiingilie. Inawezekana imamu wetu, shehe wetu tunampenda, lakini yako tusiyajua kuhusu yeye. Kila mmoja akae kwenye nafasi yake, na kama kuna tatizo, utaratibu umeeleza namna ya kufuata kutafuta ufumbuzi. Sasa kuutaja, kuna msikiti mmoja unaendelea. Najua baadhi ya waumini mko hapa na hata baadhi ya viongozi mko hapa. Sio kwamba hatuoni, tunauona. Na tunajua kinachoendelea na kinachotafutwa. Usia wangu kwa waumini, kaeni kwenye nafasi yenu. Ikiwa nini waumini wa msikiti na mkutano mkuu wa kwenu wa kufanya maamuzi mnawataka kwenye msikiti, baada ya hapo hamna jambo. Acheni vyombo vingine viamue. Na msikiti ukishakuwa ni wa BAKWATA, sio mali ya mtu. Tuelewane, msikiti ukishakuwa ni wa BAKWATA, sio mali ya mtu, na sio lazima endelee kuongoza fulani. Leo Sheikh Hassan Kabeke ni shehe wa mkoa wa Mwanza. Wenye mamlaka wakiamua kumtoa, hata tukimlilia, watakuwa wameamua. Na utaratibu wa viongozi wanaoteuliwa hautaki wewe. Mamlaka ndio zinateua na kumleta kiongozi. Mapenzi yetu kwa viongozi wengine yaendelee kuwepo, lakini tusiingilie mamlaka. Basi kwa nafasi ya pekee nimwombe mwenyekiti wa JUVIKIBA mkoa wa Mwanza, na amefika, ni vizuri akasalimia. Na kwa nafasi ya pekee sasa nimwombe mjumbe wa halmashauri ya BAKWATA mkoa, ili nimwake kwa sababu yeye ni ukoo wa Sharifu. Sasa nikianza mwanzo ndio nikadorika, nikamfanya kuwa wa mwisho. Basi karibu salimia. صلوا على النبي صلوا على طه
salli ala rasuli Muhammad, tumpende Mtume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya utambulishi huo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Basi nimeambiwa nimnyanyue Sheikh Msafiri, lakini Sheikh Msafiri ni shehe na mimi ni katibu, wapi na wapi. Kwa mimi niombe mjumbe baada ya mashehe mkoa wa Mwanza, Sheikh Fadhil Salum Ndumiwe amnyanyue mgeni wetu ili atufikishie alionayo. Karibu Sheikh Fadhil. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Sheikh Msafiri Mtumbo aliyetafadhali mashkura wa mahjura. Hadhira iko tayari kukusikiliza inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila na rehema zake ambaye ametujalia na kutuwezesha kuhudhuria katika viwanja hivi vitukufu. Pamoja na mambo mengine, lengo kuu ni kuadhimisha, kutukuza mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazazi haya ya mtume yanakwenda sambamba na sisi kupaza sauti zetu kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu apeleke rehema na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii ya sisi kuwa miongoni mwa Waislamu ambao wamefika hapa kwa ajili ya kulifanya jambo hili kubwa kabisa katika umma wetu. Wako wageni wametoka sehemu mbalimbali ikiwemo sisi, lakini hatukuja kumsalimia Sheikh wala hatukuja kumpa pole kutokana na misiba iliyojitokeza ya wapenzi wake, lakini haswa kilichotuleta hapa ni mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, niseme machache kulingana na muda wenyewe. Na kwanza tumseme mtume kidogo. Yuko mshairi anasema, kalghaithi dhikruka ya habibi lam yazal, Allahumma salli wa sallim alayhi, yasqi alquluba mahabbatan wa na'ima, Allahumma salli wa sallim alayhi. Kutajwa kwako wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, kule kutajwa ni sawa na anasema alghaith ni kama mfano wa mvua, kwa sababu ardhi inapokuwa imekufa hakuna mmea unaoota. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoiteremsha mvua, ardhi inasisimka na kuwa hai, na utakapopanda kitu sasa kitamea. Kwa hiyo mvua inaleta uhai wa ardhi baada ya kufa kwake. Lakini katika suratul Hadid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu, kwamba ni kama mvua ambayo humfurahisha mkulima kutokana na mimea yake. Katika aya hii mkulima ameitwa kafiri. Ajaba al-kuffara, kwamba hapa anatajwa mkulima kama kafiri kwa maana ya kilugha tu, kwa maana neno kafara maana yake ni satara wa ghata, kusitiri au kukificha kitu. Kwa hiyo mkulima ameitwa kafiri kwa sababu yeye anaisitiri na kuificha mbegu katika ardhi. Kafara az-zari'u albadhra,
ameitwa kafara, yani satara. Azariu, mkulima, ameisitiri na kuificha mbegu katika ardhi. Sasa tunachozungumzia hapa ni kwamba mvua inaponyesha, mazao yananawiri, yanakuwa sawasawa, hali inayopelekea furaha kwa mkulima. Akiyatazama mazao yake anakuwa na imani baada ya mvua kuwa nzuri kwamba atapata nini? Mazao ya kutosha, kama mvua zilizopo sasa, kwamba zinawapendezeshea wakulima mazao. Akiyaona mazao yake anafurahi. Kama alikuwa amechukua mkopo, anakuwa na amani kwamba ataurejesha. Sasa kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtaja Mtume wanasema lam yazal yasqi quluba mahabbatan wa naima. Kumtaja Mtume kunaleta uhai katika mioyo. Kumtaja Mtume ni kunyunyizia na kumwagilia mioyo mahaba na neema. Kule kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kunaleta uhai wa mioyo, kunanyunyizia kama mvua inavyonyunyizia ardhi na kupata uhai. Kumtaja Mtume kunaleta uhai wa mioyo yetu, lakini kunaleta neema. Nahnu nuhibbuka ya khitama almursalin, sisi tunakupenda ewe wa mwisho wa mitume. Ya khaira alwara khuluqan wa dina, ewe mbora wa viumbe kwa tabia na dini. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mbora wa tabia, ndiye mbora ambaye hakuna wa kumlinganisha naye. Wama fi qaumi man ya'luka qadra, hakuna katika jamii yoyote mtu anayeweza kuwa na hadhi ya juu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta hadiyatu al-maula ilaina, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni zawadi ya Mwenyezi Mungu kwetu. Wa anta al-mustafa al-mab'uth fina, wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye uliyechaguliwa na kuhitariwa na Mwenyezi Mungu kama mtume kwetu sisi. Wama hamalat bimithlika qattu untha wala waladat nisaul alamin, hajawahi kupata mwanamke kubeba mimba ya kiumbe bora mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayupo mwanamke anayeweza kuzaa mtoto bora katika wanawake wote wa ulimwengu zaidi ya mwanamke anayeitwa Amina aliyetuzalia kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salu ala Muhammad. Ndugu zangu, niishie hapo, niende kwenye la pili, lakini kwa mtume huyu an-nabii wa tarbiyatul auladi, Mtume sallallahu alaihi wasallam na malezi ya watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema khairukum li ahli, mbora wenu ni yule ambaye tunampima kwamba ni bora katika familia yake. Utakuwa na moral authority, yale mamlaka ya kimaadili ya kuwaongoza wengine, kama ndani ya familia yako wewe ni kiongozi wa mfano. Watoto wako wana tabia njema na wana adabu. Unapofika nyumbani kwako, sio kuwa nyumba inapata baridi kwa kuingia kwako, bali nyumba ichangamke, watoto wafurahi, kafika baba. Watoto wako wawe ni mfano wa jamii nyingine kwa malezi na adabu. Hapa nitoe mfano wa mambo mawili alafu nikae. Pamoja na ukubwa wake Mtume, yeye alikuwa ni baba bora ambaye hakuchelea kufunza adabu watoto wake au wale anaowalea kwenye adabu ya kula ambayo wazazi wengi leo wameiacha. Yuko kijana anaitwa Amru ibn Abi Salama, ni mtoto wa Abu Salama. Unajua kwamba baada ya kufa Abu Salama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Ummu Salama. Ummu Salama alikuwa ameachwa na watoto wanne,
Mtume alipopeleka posa, walianza watu kwenda na hapa niseme, twende taratibu kidogo, maana mambo ya kuzungumza haya. Baada ya wakati anakufa Abu Salama alimwombea dua mkewe, akasema Allahumma inni as'aluka an tarzuqa li zawjati zawjan khayra minni la yukhziha wala yukhziha abada, kwamba ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba mpe mke wangu mume bora kuliko mimi. Napigia msitari, Mwenyezi Mungu nakuomba, mie ninakufa, lakini nakuomba baada yangu mimi mke wangu akimaliza eda mpe mume bora kuliko mimi, la yukhziha wala yuudhiha, mume ambaye hatomfedhehesha wala kumdhalilisha. Wapo leo wanaume wanapougua na kufikiria kuwaacha wake zao, wanaweza kushika msahafu kitandani na kumpa mwanamke aape ili aende na amani kwamba mke wake hataolewa baada yake. Sasa Abu Salama ni tofauti. Kwa hiyo alikwenda Abubakari baada ya kumalizika eda, akapeleka posa. Umu Salama akasema mara aitu khairan min Abi Salama. Jawabu alilitoa Umu Salama kwa mshenga wa Abubakari, alisema kamwambie sijaona mwanamume bora kuliko Abu Salama. Abubakari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma tala'at ash-shamsu wala gharabat ala rajulin ba'da an-nabiyina afdala min Abi Bakr. Mtume anasema halitochomoza jua mashariki wala kuzama magharibi, ukiondoa mitume hakuna mwanamume mwingine ni bora kuliko Abubakar, hayupo. Lakini Umu Salama kwa upande wa mume anasema mara aitu khaira min Abi Salama, sijaona mbora katika wanaume kuliko Abu Salama. Akaenda Umari, jibu hilo. Mwisho Mtume akatuma mshenga. Umu Salama alikuwa na mambo matatu, anamwambia yule mshenga wa Mtume, nenda kamwambie Mtume ana kabiratu min hasinna, anasema mie akbaru min hasinna, akbaru minhu sinna, akbaru minhu sinna. Kamwambie Mtume kwamba mie mkubwa kuliko yeye kwa umri. Hilo la kwanza, Umu Salama mkubwa. La pili, mie nina wivu sana, la utiku al-aisha ma'a an-nisa'i ghairi, siwezi kuwa na uwezo wa kuishi, itakuwa ni maisha magumu sawa na kunitwisha gunia la kilo 200. Itakuwa mzigo mkubwa kwangu kuishi na wanawake wengine, na wivu. Na la tatu, nina watoto wengi, sitaki kumtwisha mzigo huu wa watoto. Mtume najua hali yake na kipato chake. Mtume akamtuma yule mshenga, nenda kamwambie Ummu Salama, kamwambie kwamba in kunti kabirata sinni, kama wewe utakuwa ni mkubwa kwa nani? Kwa Muhammad. Fa inna rasulallahi akbaru minki sinna, kwamba kama utakuwa ni mkubwa basi utakuwa ni mkubwa kwa miaka kumshinda Muhammad, lakini mtume wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa kwako kwa umri. Hapa kuna umri wa thamani, kuna umri wa akili na kuna umri wa kuzaliwa. IQ, uwezo mkubwa wa akili huwa unapimwa kwa mambo mawili, kwa kupima umri wa tukio ukilinganisha na umri wa kuzaliwa. Kwamba mtoto wa miaka 7 kafanya jambo ambalo tunatathmini kwamba kwa jambo hili anafanya mtu wa miaka 15. Sema huyu mtoto ana akili huyu. Umepima umri wake wa kuzaliwa, ukapima umri wa tukio alilolifanya. Na wapo watu wana miaka 60 au 70 lakini wakafanya jambo la miaka 15, unaona kabisa kwamba huyu mkubwa hovyo, mtu mzima lakini kama mtoto. Sallu ala Muhammad. Sasa twende hapa Umaru ibn Abi Salama anasema hivi, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anasema mie baada ya mamangu kuolewa nilikuwa kijana mdogo na nikawa naishi katika uangalizi wa Mtume na malezi yake. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa, anasema wakati wa kula mkono wangu ulikuwa unazunguka katika sahani.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akaushika mkono wangu, wakala ya ghulam samillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanambia, wewe kijana, kwanza kabla ya kula litaje jina la Mwenyezi Mungu. La pili, wakul biyamini, na ule kwa mkono wako wa kulia. Wakul mimma yalika, na ule sehemu inayokuelekea. Yani mtoto mkono wake ulikuwa unazunguka kwenye sahani, nyama ziko upande wa pili anazifuata. Sasa mtume kula mbele yako, kama ziko mbali fanya subira, zitakuja au Allahumma salli wa sallim. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafunza adabu ya kula. Mtume wa Mwenyezi Mungu anakula na watoto. Leo wako watu kwa watoto waliowazaa hawana muda wa kula nao, wako bize na kazi, hawajui watoto wao wanakulaje, wala hawana adabu ya kula. Sie tumekula na wazazi wetu, tumekula nao sahani moja na tulihisi furaha. Nyie mnawanyimaji watoto furaha ya kula pamoja naye? Tulie Mtume. Kama huna muda wa kuwa na watoto wako hata kula nao, utakuwa na muda na nani? Lakini la pili ni kwamba hutakuwa umeweka adabu ya ulaji wa watoto wako, hali inayoweza kukufedhehesha ugenini. Leo hapa mtaniwia radhi kwamba tunashindwa kuwajali watoto hata kwenye shughuli kubwa kama hizi. Hii ni shughuli ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yarham saghirana laisa minna, man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Si miongoni mwetu mtu asiyewahurumia wadogo na asiyewaheshimu wakubwa. Hapa itafika wakati watoto hawa wa madrasa ndio wanaozipanga shughuli za Mtume. Wako ambao si watoto wa madrasa, lakini wamejua hapa kwa shika wa mkoa leo kuna maulidi. Hivi kati ya sisi na wao nani mwenye haki ya kula chakula hiki? Tunashindwa kujali watoto wetu. Manake ndani ya majumba yetu akichinjwa kuku, paja anakula baba, sawa? Kidai atakula baba. Bakambire swali wala Mtume. Watoto shingo la mchinjaji. Kwa hiyo watoto wao wataambulia miguu, ataendelea kula ule mguu usiokuwa na nyama mpaka anaenda nao kitandani. Nani anayehitaji lishe bora kati yako wewe baba na mtoto? Mtoto anahitaji afya, mtoto anahitaji lishe bora, mtoto anahitaji lishe bora ili akue kimwili na akili. Leo unataka kufundisha mpira timu ya taifa watu wenye umri wa miaka 36. Cha kwanza kwenye vipindi wanapokwenda inaonekana hawana lishe bora. Takwimu zinaonyesha kati ya watoto 10, si ndio bwana, watoto 4 mpaka 5 wana utapiamlo, hawana lishe bora. Inawezekana baba amechangia kwa kuwa vinono vyote anakula yeye, anawaachia watoto wake mifuko. Ndio watoto ndio wanahitaji hawa mapaja na vyote vinene ili na vyote vinono ili wawe na lishe bora, wakuwe kwa maana ya kuangalia kimo chao na umri wao viendane, sio umbo na miaka na uzito ni vitu vitatu tofauti. Ndivyo ilivyo kwa maana ya udumavu. Mimi niseme hapa kwa ajili ya Mtume. Niseme hapa kwa ajili ya Mtume. Kama umeshindwa na huruma na watoto wako, hutaki kula nao, una muda wa kuwakumbatia, na wewe ni kiongozi, unayo mamlaka ya kimaadili ya kuwaongoza wengine? Huna muda wa watoto wako, hukumbuki mara ya mwisho lini uliwabusu watoto wako, utakuwa na huruma na unaowaongoza? Huna mamlaka ya kimaadili, huna mamlaka ya kimaadili, kwa sababu hawa ambao ndio damu yako hasa huna huruma nao. Vitu vina thamani kuliko watoto leo. Nitoe mfano, nafikiri ni wa mwisho na ushasikika sana. Yuko mtoto siku moja kama gari hivi za shehe zimepaki hapa, mtoto hajui maskini, akawa baba karudi kakuta kama gari yake imekwanguliwa kidogo. Mzazi kwa hasira, maana anaona gharama tena ya kupiga rangi hapa, akachukua price akambana mtoto wake kidogo.
Kile kidole siku zilivyokuwa zinakwenda kikaoza, kukimbizwa hospitali, wamechelewa, kikakatwa kidole. Mtoto amekaa pale, kidole chake kimekatwa, maskini mtoto analia. Baba akaona bora arudi nyumbani kwanza aone mtoto wake, aone ule uharibifu aliofanya kwenye gari. Kuja anakuta mtoto ameandika I love you daddy. Kilichompelekea mtoto kukatwa kidole, kaonyesha mapenzi yake kwa baba yake. Gari ya baba ikawa na thamani kuliko kidole cha mwanae. Ndio yuko mtoto alimuuliza baba yake, baba, unaweza kumwachia mfanyakazi gari aende nalo sokoni? Anasema hawana akili hao, litarudi gari hapa. Mtoto anamuuliza, baba, unaweza kumwachia mfanyakazi wetu ATM kadi ile ya benki? Kwa hiyo kila kilichokuwa na thamani ilikuwa haiwezekani aachiwe au sigeli. Akamwambia, kwa hiyo baba, mimi ndio sina thamani ambaye mmeniacha na usigeli toka asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo mimi ndio sina thamani, mnaniacha na usigeli. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. مولانا مولي الله 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 حشر يوم القيامة صلى الله على محمد نعم. Nadhani yote tumefurahika na tunamwombea Sheikh Msafiri, Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu. Tumestafidi na sote tumefurahika. Watukufu Islam, sasa ni atiri ya 3, ni saa 7 na dakika 15, na lengo letu sisi hapa tumalize hadhara kwa muda kama katibu wetu alivyosema. Kwa hivyo atiri hii ya 3 atatusomea Kasinde Rugaba, swali ala nabi. Baada ya atiri ya 3 Madrasatul Rahmani mtaituliza hadhara kwa dakika 5, ndio maelekezo nilopewa. Zidi jamanini, silaumiana. Baada ya kuituliza hadhara itakuwa ni atiri ya 4 itakayosomwa na Sheikh Uthman Masasi. Baada ya atiri ya 4 sasa qiyamu kutoka Kabuhoro. Hiyo ndio ratiba iliyobaki. Kabla ya Sheikh kusimama kutakuwa na utambulisho kidogo. Tunazo serikali za mtaa, tumeishi nazo vizuri. Kwa hivyo bila kupoteza muda, Kasinde Rugaba kwa sasa saa 7 na dakika 16. Karibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. يا معشر الحاضرين صلوا على النبي. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال ربنا جلاله أحمده بالنوال ربنا
محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا جماعة الإسلام يا أخي يا إخواني كنت هؤلاء لأصلي وأسلم على طبيب قلوبنا سيد الشباب والشيوخ ثم شفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوا على النبي بدر الدجى باب العلا كافي الورى وكل مشرق صلوا على النبي صائب التاج والمعراج والبراق والعلم جسمه المقدس المؤخر مطهر منور جسمه في البيت والعلم الله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سجد المرسلين صلوا عليه صلوا على نبي صائب قاب قوسين مطلوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا من أمان ثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما ورلك مذرابر كادا ميام يا زابري إن يمت نويت محمديا فخلات ينامنا أبنت أبا مجلسي كنكي أضرك وحشيما Aba malaika barasimire cyane abatugona barasimire cyane obugubu bwa hashima ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها الكريم المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأموار ذاتها وصد كل صد يأبى بنسيم
تولدت بها من النبات عللا سندسيا وعينات الثمار وأتم الشجر الجان جنى قريش بفزاع العنصون العربية وفرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه وتباشرت الوجوه المشارق والمغارب ودافها البحرية واحتست العوالم من السرور كأسهما وبشرت الجن بظلال زمني وانتكت كانت ورائبة الرحمانية ولعب بخبره كل حضر خبير وفي ولاه سنيدا والقيت في المنام وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد عملت بسيد العالمين وخير البرية وسلمي إذا وضعت محمد لأنه ستحمد عقباه للموقفين كما صلى الله على محمد. Na kwa niaba ya majengo wote, baada ya hapo utakuja nayo itifaki za kiserikali na nini, utamalizia ukome hapo, na Sheikh Abdul Salmasi atatuombea dua. Sheikh wa wilaya, karibu kwa shukrani. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya bismillahi na salam, nimesimama kwa niaba ya wana majengo wote, kwa niaba ya imamu msikiti wa Sharifu Saidi, kwa niaba pia ya shekhe wa mkoa Sheikh Hassan Kabeke. Simama kwangu ni kutoa kalimatu shukri, neno la shukurani, kukushukuruni nyie kwa kujikusuru, kwa sababu hayupo katika sisi aliyepewa nauli. Kila mmoja amezama mfukoni, katoa nauli yake, kaja. Kwa tukio hilo tu, kwanza tunakuombeeni Mwenyezi Mungu akurejesheni salama, na pili, kwa ibada hii iliyokuwepo hapa akulipeni thawabu.
La tatu, kama itapendeza Mungu akiona kwamba tunafaa kupewa pesa, basi atupe. Kama itampendeza kwamba tunafaa kupewa, maana unaweza ukapewa alafu ikakutia kilema au ikakuletea ukimwi hapo. Lakini kama ni pesa ya namna hiyo, utanunua bodaboda ikuvunje mguu, nisije. Kama inafaa si kupewa, basi tupewe. Na mwisho hili la tarehe 25 itakuwa na hafla ya Maulid Masjidi Jauhar, lakini itaambatana na ndoa naoza binti yangu. Shughuli itaanza baada ya magharibi mubashara. Ukija saa 3 utakuta watu wananawa, kwa sababu tunaanza magharibi, kwa sababu watu wafiki wanajua ule ni wakati mrefu. Kisha tunaweza tukaiswali saa 4, saa 5. Kwa hiyo ukija saa 3 utakuta mabirika ya kunawa, watu wanataka kula na kiamu kimeisha. Kwa hiyo magharibi shughuli itakuwa ya masaa 3. Kwa hiyo tutakwenda nayo kwa mujibu wa muda. Sheikh wa mkoa yupo, ataangalia kama atakuwa ni mushtara pale au nani, kwamba tumpe sasa huyu. Maana tuwezi kumpa kibubububu tu, kwa sababu hiyo 25 ndio tarehe aliyozaliwa Imam Ali karramallahu wajhahu. Kwa hiyo ndio hiyo tunampa. Kwa hiyo kuna maneno yako Sheikh, mwambie yule jamaa anajifanya anatumudu eti kaja kuoa kwa Sheikh. Hawezi kutumudu Kwa hiyo kwa maneno haya mafupi, insha Allah nirudishe maiki kwa Sheikh. Nirudishe maiki kwa Ustadhi Mansur. Asante. Basi bila kupoteza muda, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Majengo, kwa heshima na taadhima, karibu sana sana, ututambulishe viongozi wa serikali ya mtaa tulionayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu Waislamu wote wa Majengo Mapya, chukue nafasi hii kuwashukuru wote viongozi wote wa dini hii ya Kiislamu, maimamu, mashehe wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali mkafika katika mtaa wa Majengo Mapya kwa ajili ya hafla hii. Niwashukuruni sana na Mungu awabarikiwe sana. Lakini ndugu zangu, shukrani zote za dhati ziende kwa Ustadhi Mansuri, Imam Mansuri. Huku tunamtumia Imam Mansuri au Sheikh Mansuri, ndio tunatumia hivyo, tumezoea hivyo. Ni mtu ambaye amekuwa akijitoa sana katika dini hii na katika mtaa huu wa Majengo Mapya. Yako mengi ambayo tunashirikiana naye kwa ushauri, kwa lolote lile, ili kuendeleza na kukuza Uislamu katika mtaa wa Majengo Mapya. Wote mtakuwa mashahidi, tumekuwa tukifanya maulidi za mara kwa mara, na kila mara mnavyokuja mnaiona majengo yanabadilika kwa namna moja au nyingine. Inaonyesha ni jinsi gani anavyoshirikiana vyema na waumini wa Majengo Mapya, ambao wao ndio wanampa nguvu ya kuweza kufanya mabadiliko moja baada ya lingine. Lakini pia niwashukuru sana sana viongozi wenzangu ambao wapo hapa leo, ambao ni mabalozi wa mtaa huu wa Majengo Mapya, akiwepo balozi ambaye maulidi nyingi tumekuwa tukiwa naye
na anakuwa anahudhuria mara kwa mara, Leonidas Ruhimbiza. Naomba usimame wapungie wananchi wangu. Lakini pia tunaye balozi. Huyu balozi niliyomsema ndo balozi wa eneo hili. Hapa tulipo tupo ndani kwake. Hata mimi nikiwa hapa, yeye ni bosi wangu. Lakini tunaye balozi Lucas Filipo ambaye naye ni balozi jirani kabisa na eneo hili. Naomba usimame wapungie wananchi mkono. Lakini pia ni washukuru wananchi wa Majengo Mapya ambao naona sura zao zipo hapa, ambao wametuwezesha kwa jitihada kubwa. Yako mambo ambayo kama msikitini wakifikia kipindi wakiyaomba yafike kwangu, basi na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na waangalia wao. Nafikiri Sheikh Mansur umewataja, lakini ni vyema nikawatambua na mimi uwepo wao hapa. Mzee wetu Mzee Suleiman, naomba usimame wapungie, maana umesemwa sana mwalimu afu watu hawakujui. Lakini ndugu wetu Swalehe Waibiro Kizuri, naomba nao pia pungie mkono. Ndugu Muhammad Kumalija, naomba nao usimame wapungie mkono. Ayubu Sanyagi, nimekuona ukizunguka na jitihada nyingi sana. Basi ndugu yangu Juma Zeni, naomba wapungie mkono. Kama yupo basi Sheikh Hamadi, naomba usimame wapungie mkono. Ziko maulidi nyingi, basi ukiona tunakula nyama, basi huyu bwana huwa anahusika. Huwa anamkaba sana, nikiletea taarifa ya kutaka ng'ombe mimi nampiga roba huyu bwana. Na kweli anajitahidi na tunafanya vizuri. Baada ya hivyo nitambue uwepo wa mwenyekiti wa mtaa wa Ziwa kutoka Butimba. Huyu ni kakaangu, mimi nimekulia pale, nimeona mashehe wengi kipindi niko Butimba. Kakaangu wa jina wangu Ramadhani, imamu wa msikiti pale wa Johali, nilikuwa naye pale, wamenilea. Lakini nimemwona Othman Daki, nimemwona Idrisa. Nafikiri katika mtu ananitambua basi na Idrisa ananitambua vizuri. Nimemwona hapa imamu yule wa Maka. Wote naamini tumetokana na mtaa anaokaa bwana Abedi. Naomba usimame wapungie wananchi mkono. Baada ya hayo niwaombe mashehe zangu, muendelee kuliombea taifa letu amani, muendelee kuzidisha dua kwa ajili ya taifa letu, muendelee kuwasomesha watoto wetu ili waepukane na vitendo viovu, muendelee kuwapa elimu pana vijana kama mimi hapa nilipo, ili tuweze kutambua ni namna gani tunaukuza uchumi wa Tanzania. Lakini maombi yenu makubwa muyapeleke kwa rais wetu Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Nasema haya kwa sababu nina mifano thabiti. Vijana wengi ambao wamekosa maadili mema ndio wanatumika kuwa nguvu kazi ya kuchafua mataifa yao popote pale walipo. Mfano, nitawapa mfano. Juzi tumekamata vijana katika mtaa wa Majengo, kama mliwasikia. Tumewakamata vijana wa kutoka Ethiopia waliokuwa wamefichwa kwenye nyumba moja na walikuwa wanaishi juu ya dari ya nyumba. Vijana wale wameishi mle ndani tangu tarehe 11 mwezi wa kwanza. Nilifanikiwa kukamata vijana 7. Kabla ya hawa walikuwa pale wanaenda kurundikwa mle ndani. Ni kwa sababu mataifa yao yamekosa amani. Ni kwa sababu vijana hawa wameshindwa kukaa kwao kwa amani. Kwa hiyo tukishindwa kuitafuta amani yetu, tutapotea, na vijana hawa ambao tunao hapa leo yawezekana wakawa ni wakimbizi katika mataifa mengine. Na yawezekana mataifa hayo na wao wakaanza kuwakamata. Kwa hiyo kama nguvu yenu na madhehebu mengi yote, madhehebu ya kila mmoja kwa dhehebu lake, tukishindwa kutumia nafasi hii kuliombea taifa letu amani, tutazidi kuwa na sisi wakimbizi kwenda mataifa ya watu, tutakamatwa, tutafungwa, mwisho wa siku tutarudishwa nyumbani, tumepoteza muda, na wengine pengine msizikwe na ndugu zenu, kwa sababu mtafia huko na hakuna ndugu atakaye jua.
Mfano kama leo watu wangefia kwenye ile nyumba, ndugu zao wa Ethiopia wasingejua kama ndugu zao wamefariki. Kwa hiyo ni kwa sababu ya amani ya taifa letu iko nzuri, ndio maana watu wanakimbilia huko. Lakini pia tukiwabeba watu hawa tukaishi nao, yawezekana kwa sababu hawakutambui na hawakujui, wakatumia fursa hiyo ya kuvamia majumba yetu na wakapora mali zetu na wakapata ndio nauli ya kwenda sehemu nyingine. Kama tukishindwa kuliombea taifa amani au mtaa wa Majengo amani, basi hata hii maulidi hatuwezi kukaa kwa amani, kwa sababu tutakuwa kwa mashaka mapana na mashaka makubwa. Niwaombe sasa, kwa kutumia nafasi hii, kila mmoja atakaa kwa nafasi yake kuliombea taifa letu amani, ili tuishi na tudumu katika amani. Baada ya kusema haya, mimi niwashukuruni sana uongozi wa msikiti huu, wakina mama kwa wababa, kwa jitihada zenu, kwa kutuboreshea na kupata chakula ambacho tutakwenda kukipata leo kizuri kwa pamoja. Mungu awalipeni heri, Mungu awalipe kila lililo la heri kwa pale mlipotoa kwa nafasi ya mmoja mmoja. Baada ya kusema hayo, niwaombe tu kwa mara nyingine, ikitokea basi karibuni Majengo, jisikieni mko katika amani. Majengo tunaishi katika amani. Kwa hiyo Mungu awalete tena kwa mara nyingine, na shukuruni sana.